Sisi kama Wapetabasamu Foundation kushirikiana na GSM Foundation, kwanza tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa partners ambao wametuunga mkono, wadau hapa, lakini pia sisi tumekuwa na utaratibu kadha wa kadha. Sisi Wapetabasamu tunaamini kwamba tamasha hili sio la kwetu binafsi. Sisi ni kama watu tu ambao tumekuja na wazo, tumeinitiate idea, lakini linashirikisha watu mbalimbali. Hiyo ni moja kati ya upekee ambayo Wapetabasamu ipo. Kila mwaka utaona inashirikiana na watu tofauti tofauti, wa katika sekta tofauti tofauti. Kwa miaka kadhaa tumekuwa tunashirikiana na taasisi mbalimbali, wizara mbalimbali, lakini kwa mwaka huu tuko na wadau wengine wapya, mnawaona kabisa wamekuja kuzungumza hapa: Puma, CRDB Insurance, GSM Tanzania, lakini pia Azania ndo nadhani kwa mara ya kwanza. Sijajua kama washawahi kushiriki kwenye mambo kama haya kwa watu wengine, si ndio? Kwa tunataraji Azania mwaka wao utakuwa wa kwanza, lakini ni wa kwanza katika ile mingi ambayo tutakuwa tuko nao. GSM Foundation najua tuko nao kwa miaka mingine mitatu inayofuata, si ndio madam? Au mtatukimbia? Sasa sisi tuna utaratibu wa kushirikisha watu mbalimbali, na labda niweke bayana, watu wengi wanadhani ili tamasha lina utimu. Halina utimu hata kidogo, hata kidogo halina utimu. Hili ni tamasha kwa ajili ya jamii, sio la Yanga, na naomba niweke hiyo clear. Hili tamasha sio la Yanga, ni tamasha la wachezaji watatu walioanzisha foundation yao, nikiwa kama mwenyekiti pia. Kwa hiyo ieleweke hivyo, na ndio maana tunashirikiana na wadau mbalimbali. Leo pale mtamwona Kisugu yuko pale na kila mtu anamfahamu Kisugu ni mtu wa timu gani. Leo pale mtamwona Mzee Saidi na kila mtu anajua Mzee Saidi ni mtu wa timu gani. Lakini sio kwa mara ya kwanza tunashirikiana nao. Kisugu hii ni mara yake almost ya 3 au ya 4 tunashirikiana naye. Inafahamika hivyo. Mzee Saidi amekuwa anashiriki na sisi kwa namna moja au nyingine, lakini mwaka huu yuko kwenye sura ya mbele pale kabisa. Na sio kwa sababu ya utimu, ila anaelewa nini maana ya hiki ambacho tunakifanya. Ni kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo tunaomba sana taswira ya watu na wengine pia uko nje walijue kwamba hili sio la jamii. Tunavyokusanya fund kwa ajili ya kusaidia jamii, sio kwa ajili ya kuchagua timu. Haulizwi mtu wewe ni wa timu gani. Kwa mfano, msimu huu tunajenga vyoo mashuleni, tunachimba visima mashuleni, tunagawa madawati, tunagawa madaftari, tunagawa mabegi, lakini pia tunasaidia na mamalishe. Hakuna hata sehemu moja ambayo tunaenda kumuuliza mtu wewe ni timu gani, ili upate kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo hii dhana ni vizuri sana ikatoka. Hatujamzuia mtu yoyote kuja kutunga mkono kwenye hili jambo, na tumejaribu kufikia watu wengi sana, lakini hatuwezi kuacha kuwaweka kipaumbele wale ambao wametushika mkono kwenye jambo letu. Hiyo naomba ifahamike wazi. Yaani hatuwezi kuacha kuwashika mkono, yani kuwapa kipaumbele. Let's say tumemfuata leo CRDB Insurance katusaidia, hatuwezi kuacha kumweka mbele CRDB Insurance kwa sababu wachezaji wanaocheza hapa wako kwenye ligi kuu ambayo inadhaminiwa na mtu mwingine. Lakini ingekuwa ni hivyo, CRDB pengine naye angesema siwezi kudhamini kwa sababu wachezaji wanacheza kwenye ligi fulani ambayo yeye sio mdhamini. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo tujaribu kuitoa hiyo kasumba. Na pia kwa sababu ni swala la kijamii, yupo Azania. Lakini Azania huyo aina yake ya biashara anayoifanya inafanania na CRDB Insurance. CRDB Insurance hapo anakaja kama insurance, lakini anafanya biashara ambayo inafanania na yule pale. Kwa hiyo hili ni jambo la kijamii, lisibebe taswira nyingine ya aina yoyote. Napenda sana iwe hivi. Na maana yangu ni nini? Tunashukuru pia vilabu vyote ambavyo vinaruhusu wachezaji wao kushiriki na sisi, kwa sababu wanatambua kama hili jambo ni la kijamii. Tunashukuru sana. Na lengo ni kuleta wachezaji wa maana, ili mwitikio uwe mzuri, kwa sababu na wao pia inawapa taswira nzuri katika jamii. Kwa mchezaji yoyote ambaye atakuwa na wiwa kushiriki, tunamuomba sana ashiriki na sisi. Na kwa bahati mbaya tu ni kwamba kwa kila mwaka hatuwezi kubeba wachezaji wote, lakini tunakuwa tunapokea maombi pia ya wachezaji wengi sana. Tunashukuru hata wale ambao wanatuomba wao wenyewe binafsi kushiriki. Kwa hiyo kwa bahati mbaya tu ni kwamba kwa kila msimu tutachukua wachezaji tu wasiozidi 40. Ila kama amri yetu tungeweza kuchukua zaidi na zaidi. Lakini mwaka huu tuko na watu pia kutoka kwenye tasnia mbalimbali, mpaka tasnia za filamu zipo. Ndugu zetu hapa wakina Mafufu wapo, ndugu zetu wakina Rei wapo wanatuunga mkono, wakina JB wapo wanatuunga mkono. Kidogo tukachelewa Mzaramo kwa sababu anatokea Pemba, lakini naye yupo, ni Simba anajulikana. Na Mzaramo sio leo, Mzaramo kuanzia mwaka 2023. Tasema kuanzia mwaka 2023 hao wote ni Simba.
Umeelewa? Lakini wanaelewa nini ambacho tunakifanya kwa ajili ya jamii. Hakina utimu, tushirikiane na tuungane. Masuala ya upinzani na uhasama wa mpira ubaki kwenye mpira wakati wa ushindani wa msimu. Wachezaji hawa ni ndugu. Unapofanya jambo lolote ambalo linaleta contradiction ya mchezaji kwa sababu yuko kwenye timu yako kwenye kushiriki, hawa wachezaji ni ndugu jamani. Wakishamaliza kutumikia timu zenu katika msimu, wanakutana na ndugu zao, na sisi tunasaidia jamii ambazo zinaenda pote. Tujaribu kuwa waungwana kwenye hili jambo. Ni la kijamii, sio la kiushindani. Ni la kijamii, narudia tena, sio la kiushindani. Sasa moja kati ya vitu ambavyo tumevifanya pia msimu huu, tulikianza mwaka jana, tumetengeneza jezi kwa ajili ya msimu huu. Na jezi ambazo tumezitengeneza ni moja kati ya vyanzo vyetu vya mapato ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo kwa wote ambao watakuwa wako huko, mwaka jana tulitengeneza chache, mahitaji yalikuwa makubwa, mwaka huu tumeongeza kidogo idadi. Kwa tunataraji zitakuwa na mapokeo mazuri pia. Kwa yule ambaye atakuwa ananunua jezi yetu, manake anachangia katika namna moja au nyingine.